Kupanda huko Rais William Ruto akijiandaa kwa ziara ya siku 3 katika eneo la Ukambani. Mapema leo, baadhi ya wandani wake walitumia majukwaa ya makanisa kuendeleza ajenda za kisiasa. Viongozi hao walishtumu upinzani kwa kuchochea siasa za ukabila. Hii hapa ni taarifa hiyo. Saa chache kabla ya ziara ya Rais Ruto huko Ukambani, joto la kisiasa limeonekana kupanda nchini. Waziri wa Leba Alfred Mutua amemshtumu kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwa madai ya kupoteza mwelekeo wa kisiasa na badala yake kumfuata naibu rais wa zamani ambaye pia ni kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Sasa swali ni hili, ni nani wa kufuata mwingine? Gachagua following Kalonzo, not Kalonzo following Gachagua. Kwingineko katika kaunti ya Uasin Gishu, viongozi wa kisiasa wanaoegemea upande wa serikali ya Kenya Kwanza wameelezea wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa migawanyiko ya kikabila, wakishtumu viongozi wa upinzani kwa kuchochea siasa za ukabila. Yule mkabila sasa ameanzisha jina ingine, anajiita Cousin, lakini mimi namrudisha tu, namwambia yeye bado ni mkabila. Yeye anasidi na kuweka asidi katika taifa la Kenya. Yeye ametabiri kwamba tutapigana 2027, ashindwe asishindwe. Katika kaunti ya Nakuru, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliwaonya Wakenya dhidi ya kupiga kura kwa hasira au kwa misingi ya kikabila ifikiapo mwaka 2027. Let's preach peace in our country. Tuambie Wakenya, mimi nataka, na nisipopata wewe ukipata, Mkenya amepata. Tuendelee na nchi yetu, kwa sababu huwezi kuwa kiongozi kwa nguvu. Wetangula aidha alimtetea Raila Odinga kwa kushirikiana na Rais Ruto, akisema huo ni uamuzi wa kizalendo. Tayari naibu rais Profesa Kithure Kindiki ametua Ukambani kwa kile kinachoonekana kama kumsafishia njia Rais Ruto atakapoanza ziara yake hapo kesho. Atakachokileta rais kinasubiriwa kwa hamu na gamu na wakazi wa Ukambani.